neema ya kupata pesa. Bwana, hizi pesa ni zako, nisaidie nikawe mwaminifu. Ukipewa shilingi 5,000, lazima ukiwa na akili ya kujua, kwanza utamshukuru Mungu, alafu utamwambia Mungu, nataka kufanya nini kwa ajili ya pesa hii. Lakini kuna mtu ambaye amejimiliki mwenyewe, akipewa 5,000 anaenda kununua soda 10, alafu kesho anaenda kuomba hela. Kweli ulikuwa una hela, umepata shilingi 5,000, unaenda kununua soda? Una akili nzuri kichwani? Umeshindwa hata kuitunza kwa ajili ya kesho. Huko ndio tunaita kuchanganyikiwa, akatunaishi bado. Mtu mwenye hekima atajiuliza, Biblia anasema mimi nataka nikija kwa nipate faida, sitaki hasara. Inasemaje kuhusu pesa? Kila pesa unaoipata ni roho. Ndio maana ukipata shilingi 20,000 au 10, pesa unatakiwa uiombee. Pesa ni nguvu. Ndio maana pesa duniani ziko za kutosha, ila zimeenda kwa watu wachache, kwingine zimewakimbia. Sasa na wewe sehemu ya watu ambao wanapata pesa. Ndio maana Mungu ameweka dunia ambayo ina kila kitu. Toka tumeanza kula samaki baharini bado wanaendelea kuzaliana. Toka tumeanza kula maembe bado nakuja mengine. Toka tumeanza kula wali na ugali bado vinazaliwa vingine. Kwa Mungu ameweka vitu kwa utele, ila anahitaji ujue namna ya kuvitunza. Jana mtu mmoja anaitwa Elon Musk, wale ambao wanamjua, ameongea kitu ambacho ni cha tofauti sana. Amesema dunia anaiona mwaka 2030 kwenda mbele, hakuna mtu atakuwa na maisha magumu. Kwa sababu ngoja nikwambie, kuna watu, mfano Elon Musk, kwa mara ya kwanza mwanadamu ameshika dola trilioni 1. Kwa lugha ya Kitanzania shilingi zilioni, yani mtu ana zilioni 1. Unajua zilioni 1? Basi kaangalia masifuri mangapi, kajifunze. Mwanadamu, je, akiangalia wanadamu wengine wote, utakuwa na mtu ana shida? Bwana Yesu asifiwe. Kuna viongozi katika nchi za Kiafrika wana hela kwenye akaunti nje ya nchi bilioni 400, mtu mmoja. Yaani anaweza kuzitafuna, akazitafuna mpaka watoto wake akazitafuna, bado haziishi. Kwa sio kwamba hakuna pesa, ila pesa zimeenda kwa watu hawa, zimemkimbia huyu, zimekukimbia wewe, zimeenda kwa fulani. Pesa zipo, ila hazigawanywi sawa. Sasa unatakiwa ujue siri za fedha. Ndio maana nimekwambia ukipata hela mkononi, iombee. Pesa na tabia ya kupaa. Pesa huwa haikai. Ndio utasikia mtu anakuambia na chuma ulete. Hakuna cha chuma ulete, hujui kutunza hela. Kuna kanuni za kifalme za kimungu za kutunza fedha. Nisikize kwa makini, ili ujifunze upate kupona. Bwana Yesu asifiwe. Unafanyaje sasa? Tuangalie Malaki sura ya 3 mstari wa 10. Sikiza kwa makini. Anasemaje kanuni ya kwanza ya kifedha? Malaki sura ya 3 mstari wa 10. Principle namba 1 ya fedha. Kama ni mtu wa ufalme wa mbinguni, umeamua kwenda mbinguni, umeamua kuokoka na kumjua Yesu Kristo kama Bwana, lazima ujue kanuni za fedha, vinginevyo utavuruga. Kwa sababu kanuni za fedha za watu wa dunia ni tofauti na wewe. Anasemaje? Leteni zaka kamili ghalani. Sikiza kwa makini. Ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Principle ya ufalme wa mbinguni. Ukipata fedha yoyote, cha kwanza mtolee Mungu zaka yake. Narudia tena. Hapo ndio penye tatizo. Tunafundishwa mambo ya Agano la Kale. Nilikufundisha wiki iliyopita. Kitabu cha Mathayo sura ya 23 mstari wa 23, Bwana Yesu anasema usiache ngoma. Nimekwambia acha mafundisho ya wauni huko. Hii ngoma ndio msingi wa mafundisho ya Kikristo. Bwana Yesu alisema sio kama myakataa hayo mafundisho, yapo. Nimepata shilingi 10,000. Bwana, hii 1,000 fungu la 10. Sasa kuna wafanya biashara wanakosea. Mama ntilie anauza sikio shilingi 30,000,
anatoa fungu la 10 shilingi 3,000, imekula kwako, utafirisika. Unatakiwa ukiuza shilingi 30,000 mmantilie, nunua kwanza bidhaa zako zote za kurudisha mtaji wako. Kinachobaki ndio unatafuta fungu la 10 unatoa. Bwana Yesu asifiwe. Hatutoi kwenye mbegu, tunatoa kwenye mabaki. Ulikuwa unashona nguo, umeshona nguo, umeuza nguo shilingi 50,000. Ulitumia shilingi ngapi kupata 50,000? Ulitumia shilingi 40,000. Kwa faida yako ni shilingi ngapi? 10,000. Fungu la 10 unatoa katika 10,000, sio katika 50,000. Ninaeleweka vizuri? Kile ambacho ni faida ndio tunatolea nini? Fungu la 10. Ila kama ni mfanyakazi au unapata kazi za ujira, kile ambacho unapewa ndicho unatolea fungu la 10. Nisikilize kwa makini. Faida ya fungu la 10 ninasema leteni zaka kamili nyumbani. Zaka sio kwa ajili ya mchungaji, asikudanganye. Ukisikia mchungaji anahubiri kwamba sadaka ni ya mchungaji, huyo amefirisika, ni wahovyo na endi mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka amesema kiwepo chakula wapi? Nyumbani. Kwa ajili ya kuhudumia kazi ya Mungu, kwa ajili ya kusaidia kanisa, kwa ajili ya kusaidia mambo ya kanisa na mambo mbalimbali. Anasema kwamba ukifanya hivyo ukawa unajua maana ya siri za ufalme, anasema kitakachotokea moja, Mungu, rudi kwanza pale, sio hapa. 10:13 Malaki anasema nitakupa faida kubwa 3. Sikiliza kwa makini. Na kufundisha siri za fedha kwa ufalme wa mbinguni, sio siri za fedha za dunia. Anasema kwamba mkanijaribu. Mungu anasema mjaribu kutumia njia hiyo. Kwa nini? Kwa sababu ngoja nikwambie kitu. Mungu anapokupa pesa shilingi 10,000, hii hapa, anakupa shilingi 10,000. Sijui nimeweka wapi 10,000 yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na shilingi 10,000 sehemu fulani. Anapokupa shilingi 10,000 anauangalia moyo wako. Unamtambua Mungu kwamba Mungu ndio umenipa pesa hii. Unamtambuaje? Katoe zaka. Mungu anajua katika ufalme wako, umetambua kwamba yeye ndio aliyekupa. Anasema cha kwanza, Mungu atakufungulia madirisha ya mbinguni. Madirisha maana yake nini? Mungu atakufungulia michongo. Mungu atakufungulia milango. Mungu atakufungulia akili. Mungu atakutanisha na watu ambao watakusaidia katika maisha yako. Cha pili, anasema atakumwagia baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha. Ukienda mstari wa 4 anasema kwamba na atakubariki katika nchi mpaka watu wanaokuzunguka watasema jamaa amebarikiwa. Natamani ujue siri ya kwanza. Moja, hela yote unayopata sio ya kwako, ni ya Bwana. Ila Mungu anataka utambue hilo, na unatambua kwa matendo. Sehemu ya 10 mwachie Mungu akae nayo. Sikiliza kwa makini. Anasema sasa baada ya pale, kutoa fungu la 10 maana yake unamwabudu Mungu. Kutoa fungu la 10 maana yake unaonyesha kwamba pesa sio ya kwako. Kutoa fungu la 10 unafungua milango ya baraka. Vinginevyo, naomba nikwambie, ile pesa itaibiwa. Na utatamani ukimbie kwenye ufalme wa mbinguni, huwezi kukimbia. Ukiniuliza leo, siku niliposikia mahubiri ya watu fulani, unajua fungu la 10 ni mambo ya agano la kale, unajua ile ilikuwa wakati wa Musa, lele, na mimi nikaingia mkenge. Bwana Yesu asifiwe. Aisee, nilienda kukopa kwenye benki, nikaenda kukopa kwenye vikoba na vikuba. Unajua kuna vikoba, alafu majirani wote kwa mangi umekopa, alafu unajiuliza inakuaje maisha. Nikasahau siri za ufalme wa mbinguni. Nikasema aisee, mtu anitoe uchizi. Nikasema kuanzia leo, yani si negotiate, sihitaji kuuliza. Nikipata hela pap, fungu la 10 la Mungu, tunaachana naye. Natamkia tu, Baba umeniahidi, naomba neema. Naomba nikwambie, huo mti hautakauka, hicho kisima hakitaishiwa maji. Waweza kufika mwisho, hali ni ngumu, lakini bado Mungu atakukumbuka. Hizo ndio siri za ufalme wa mbinguni. Mambo yamejificha, lakini lazima uyajue. Sasa baada ya pale, kinachofuata ile 90% nyingine inakuwaje?
Sasa nisikize kwa makini hapo pia, kwa sababu nakufundisha siri za ufalme wa mbinguni. Kwanza, Biblia katika kitabu cha Mithali ile sura ya 14 mstari wa 23 inakwambia ile pesa nyingine ambayo imebaki, cha kwanza, sikiliza kwa makini. Mithali 14 mstari wa 23 anasema, katika kila kazi mna faida, bali maneno ya midomo huleta hasara tu. Nilikwambia siku moja, ogopa sana mtu anapenda kuongea kama Radio Tanzania. Tunataka tuone mtu mwenye matendo, mtu ambaye anaweza kujituma kwenye kazi. Kwa inakutaka kushapata hela, fanya kazi tena upate nyingine. Kwa maelezo ya Biblia ni kwamba badala ya kwenda kupiga story, kuna mtu akipata hela, naenda kijijini kwetu nikamsalimie mama, nikamsalimie baba, zikiisha anaanza kuomba tena. Kuna mtu inatokea kitu anasema lazima niende kwa babu yangu. Unajiuliza, hayo maisha, kwa nini unataka kumaliza? Kwa nini usifanye kazi tena zaidi kwa kusanya zaidi, ukamtumia babu yako hela, ukamtumia mama yako hela? Ile nauli unayoitumia kwenda kwa mama yako, kwa nini usimtumie hela akaitumia? Ni tatizo la akili. Labda kama ni mgonjwa, labda kama ana matatizo, labda kama kuna kitu ambacho ni kizito kwenye jamii, lakini katika hali ya kawaida unakuta kitu kinakuwashawasha tu. Una shilingi 200,000 sasa, hebu chukua 80,000 hivi, lipa kwenye basi, nenda nyumbani, alafu urudi. Alafu je, unatengeneza faida au hasara? Sijasema usisalimie nyumbani, lakini kwa nini usizalishe zaidi? Anasema katika kila kazi mna faida. Hakuna kazi ambayo haina faida, hakuna biashara ambayo hailipi. Asikudanganye mtu. Kwa ni muhimu sana ile 90% ambayo inabaki ifanyie kazi. Tuko katika msimu wa kilimo sasa hivi. Haya, mvua imeanza jana kubwa, juzi, wiki hii. Leo inafika, umelala tu. Mchungaji, najua sina hela ya kwenda kukodi shamba. Nonsense. Umemwomba Mungu? Umeongea na watu wamekwambia kwamba atakupata shamba utashindwa? Umehangaika? Au umebaki tu, after nafika mwezi wa 3 wa pili, unajua nimegundua kuna shamba nataka kwenda kulima. Unatafuta shuka kati kumekucha. Wenzako wanaenda kuvuna mazao ya kwanza, wewe ndio unaenda kutafuta shamba. Kama utachelewa zaidi ya siku 3 kuanzia leo, acha kulima. Lakini nashauri mshirika yoyote, kama Mungu amekupa mikono na miguu, tafuta shamba, ila panda mazao ya muda mfupi. Kwenye kila kazi kuna faida. Haiwezekani ukawa Mkristo ambaye kila siku ni kuomba. No. Mungu hajaita Wakristo aina hiyo. Una miguu na mikono, kafanye kazi. Mungu ametupa neema katika Afrika. Wengine nchi za katikati pale Middle East inabidi ukamwagilie mashamba. Huku mvua inanyesha inatoka mbinguni, Mungu anaiachia. Dodoma hakuna mvua. Lakini umeshindwa kutafuta hata shamba hata nusu eka hata eka moja. Kama umeshindwa, kwa nini usijaribu kuambia watu, kuongea na watu watakusaidia? Umekaa, wenzako wanaenda kuvuna shamba. Haleluya, unakuja kufanya mambo mengine. Mpendwa katika Bwana, huo sio ufalme wa mbinguni. Huo ni utapeli wa kiroho. Wewe ni mtu ambaye ni mzembe, unajificha kanisani na uzembe wako kwa jina la Bwana. Amka akili yako. Jua kuna namna unaweza kupata faida kwa kwenda kulima. Haijalishi wewe ni mkulima sio mkulima, kajifunze kwa wengine. Panga na mtu. Kama unaona kuna watu wameshindwa kabisa, tafuta mtu wa kushirikiana naye. Wewe tumie ugali, yeye atumie hela. Na huwezi kukosa. Jambo lolote ukiliomba kwa bidii, Baba nahitaji kulima, nimeambiwa siku 3 hizi 4, wiki hii ikipita ngoma imeiliwa hiyo, naomba msaada katika jina la Yesu. Naomba nikwambie, Mungu atakuelekeza uende mahali sahihi. Lakini ukikaa hivi anasema maneno ya midomo. Umeona yule mtu alikuwa mwisho akaanza kusema, unajua mimi Bwana, ile hela ulionipa niliona wewe ni mtu mashuhuri, utanipiga, utanichinja, nikamwacha chini ya kitanda. Watu wenye maneno mengi ni watu waovyo. Ufalme wa mbinguni hautaki maneno mengi. Unahitaji kutekeleza kazi kwa wingi. Uwe ni mtu mwenye matokeo katika maisha yako. Anasema katika kila kazi mna faida. Lakini midomo. Unajua mimi sijazoea kulima. Hujazoea kulima wakati unakula njaa. Mwenzako kwenye mahindi mwaka mzima ni tofauti na wewe. Mwenzako ana debe 5 za mahindi ndani. Wewe unabaki tu kila siku unatafuta namna ya kuishi. Lakini msimu wa mvua umekukuta na wewe, kwa nini usilime?
mahindi yako ya miezi miwili, yako ya miezi mitatu. Swala ni kutafuta ardhi. Unajua ni mbali sana. Mbali kwani utakufa ukitembea? Fanya kinachowezekana, usitafute sababu. Jitume, fanya kwa namna yoyote upate faida kupitia maisha yako. Mungu anataka umletee faida. Sikiliza kwa makini. Anasema cha pili, hicho cha kwanza. Kitabu cha Mithali 21 mstari wa 20. Sikiliza kwa makini. Msingi wa pili ambao ni msingi sana. Mithali 21:20. Sikiliza kwa makini. Anasema kuna hazina ya thamani na mafuta katika maskani ya mwenye hekima, bali mwanadamu aliye mpumbavu uyameza. Mpendwa katika Bwana, Mungu amekupa leo shilingi 10,000. Sikiliza kwa makini. Mungu amekupa shilingi 5,000. Umechukua fungu la 10 shilingi 500. Umemwambia Bwana, ninakuheshimu, 500 yako hii hapa, sihitaji. Umebakiwa na shilingi 4,500. Zuia akili na kwambia nenda kanunue vitu sokoni mpaka ishe. Hiyo ni akili ya kimaskini, ni pepo. Jifunze kuwa na utaratibu. Hii shilingi 2,000 katika shilingi 5,000, piga ua, siitumii. Nitaitunza kwa ajili ya kesho yangu yenye faida. Kama ikibidi tule maharage tuliozoea kula, sitasema leo tumepata 10,000 wanangu tule nyama. Wewe kwani umeambiwa maharage ni dhambi? Maisha ya nyama utayakuta. Tengeneza kwanza msingi. Lakini usio na tabia kimaskini. Tuna tukuku na sisi. Kwani na sisi maskini ni roho ya kimaskini, ujinga wali ya juu. Jifunze kutunza fedha. Anasema mpumbavu ya meza yote, lakini mwenye hekima ataacha mafuta kidogo, ataacha divai kidogo, atakuwa na kakiba kakesho ambako akapoteza. Hizo ndio zile za ufalme wa Mungu wa kifedha. Tofauti ya tajiri na maskini namna anavyofikiri. Maskini anawaza kimaskini. Maskini, wanangu, leo na sisi tutoke tukale beach. Kweli umepata shilingi 200,000. Mpendwa katika Bwana, acha umaskini, tunza hela. Unajua nikitunza sitakufa. Utakufa na nimekwambia utakufa. Utafika miaka 70 katika jina la Yesu. Sasa uwe makini basi. Inaongea kuhusu siri za ufalme. Siri za ufalme, tabia ya mpaka unasema sina hata shilingi na ulikuwa na shilingi 100,000 wiki iliyopita. Hiyo ni tabia ya umaskini, ni mapepo. Katayo roho. Amua kuwa mtu ambaye unaweza ukatunza, usiwe mpumbavu, kuwa na hekima. Chakula kipo tu. Kama ikibidi kula mboga chukuchuku kula, kwani tatizo liko wapi? Si ni chakula kitakusaidia kupata nguvu ya kufanya kazi kesho. Alafu kingine, endelea kuzalisha. Ninaongea msingi wa pili. Msingi wa kwanza nimekwambia vizuri, kazi, kujituma, kuangalia fursa ili upate kitu, kwa sababu Mungu anakupa faida na Mungu ni mfanya biashara. Nimekwambia msingi wa pili, hakikisha unatoa sehemu ya Mungu. Hiyo usiguse, no compromise. Yana maswali. Sehemu ya tatu, katika pesa yako inaobaki, hakikisha una pesa ya kutunza kama akiba. Usitake mpaka ziishe. Kuna mtu leo hapa kanisani, ukimpa, nishamwambia mara nyingi, ukimpa shilingi 100,000 asubuhi, ukaambia naenda Dodoma mjini, ikifika saa 12 jioni anakuja kukukopa hela ya nauli. Mambo mengi, mambo yako mengi siku zote. Kwani ulivyokuwa una hela ilikuwaje? Kwa usiwe mtumwa wa pesa. Pesa itumikishe wewe. Wewe ndio na mamlaka ya pesa. Umeshapata hela, Baba naiombea shilingi 10,000 katika jina la Yesu. Naomba kuanzia leo nabadilika mtizamo wangu. Naomba nipe uwezo wa kujua namna ya kutunza fedha. Sitaki kuwa maskini. No, huo sio ufalme. Lazima ujifunze misingi ya fedha ya kibiblia. Sio kwa ajili ya kula tu, ni kwa ajili ya kutunza pia. Ngoja nikwambie, shilingi 1,000 kwa kila mwezi, miezi 12, sio shilingi 1,000 tena, ni shilingi 1000 ngapi? 12. Kuna faida ya kujua hesabu kama hiyo. Jambo la mwisho na kufundisha kuhusu fikra za kifedha, mtazamo wa Mungu kuhusu fedha.
Na nimekwambia Biblia inatambua fedha ni jibu la mambo yote. Tukiwa na joto kanisani, tukiwasha kaisi ni fedha. Tukiwa na joto kanisani, tukawasha na taa zinawaka namna hii ni fedha. Tukiweza kukaa kwenye viti vizuri namna ni fedha. Kila kitu kinahitaji nini? Fedha. Lakini misingi ya fedha kibiblia ni ipi? Naenda sehemu ya mwisho. Kitabu cha Mithali sura ya 22 mstari wa 7 tunapomalizia. Mithali 22 mstari wa 7. Maandiko yanasema, tajiri umtawala maskini. Mtu yote tajiri mwenye pesa lazima atakutumikisha. Sikiza kwa makini. Kwa utajiri sio dhambi. Utajiri ni baraka. Kule mbinguni Mungu sio maskini. No! Nakwambia ameketi kwenye utukufu. Yesu Kristo alipo sasa hivi sio maskini. Tunapoenda kukaa na Baba, anasema kuna makao mazuri, miji ya dhahabu. Umaskini sio sehemu ya Mungu, asikudanganye mtu. Ukristo sio maskini, kwa sababu Mungu ametoa vyote. Ukijua siri kwamba Mungu ameumba mambo yote duniani ya kwake, then itakusaidia. Anaendelea, anasema, naye akopae ni mtumwa wake akopeshaye. Jifunze kutokuwa na madeni. Narudia tena, jifunze kutokuwa na tabia ya kupenda kukopa. Jifunze kujinyima. Jifunze kujizuia. Unakuta jitu linene limeshiba, aisee sina hela ya kula kesho. What? Nikope bwana. What? Ili ukale. Hicho kitambi kwa nini usikitoe? Ili ukaongeze sijili mwili lako. Mtu anaenda kukopa kwa mtu, anakuwa mtumwa wake. Sasa nisikize kwa makini. Sijasema usikope kabisa, hata sisi tumekopa wengine. Lakini uwe na uwezo wa kulipa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anakuja, mchungaji ukinisema shilingi 20,000, yani siku hizi 2 tu. Kuna dili moja naisubiri. Alafu baada ya siku 2 ukimpigia simu, mchungaji yani uniamini kabisa, yani mbona na ndogo sana hiyo? Ndogo ulikuja kunikopa? Yani mijitu kama hiyo haina haya. Haya ya uso imekufa. Na ukimchunguza kwa makini amekopa songesha, usitume kwenye hela hii. Ukishaona mtu anaanza kwambia tu usitume line hii, tuma line hii, jua ngoma hiyo mtu imeshakolala chini. Ana matatizo kuliko shetani. Ameshakuwa mtumwa wa mitandao, mpaka anaenda kuharibu simu. Mtu ameokoka anaenda kutuma simu chooni, kadi alafu anatafuta namba ya mtu mwingine, bwana nisaidie kuandilisha jina lake, kwa sababu inabidi aendelee. Bwana simu yangu nimebadilisha siku hizi. Wewe tapeli. No, badilisha namna ya kufikiri. Ngoja nikwambie ukweli. Kuna siku unaenda kukopa, unakosa, alafu unashangaa bado unaendelea kuishi. Kumbe kule kukopa unaweza kuahirisha. Kukopa ni tabia, na unapoenda kukopa unakuwa mtumwa kwa yule akopeshaye. Tayari unaingia kwenye utumwa. Kwa sababu utakachokuwa unaomba, yeye akitamka jambo kwa sababu ya hela aliyokuachia, maombi yako haendi kokote. Na utashindwa kutoka katika ule utumwa. Sijakwambia kwamba kukwenda kutafuta hela kama kweli unamaanisha. Mfano, tunakuwa katika msimu wa kilimo. Nafikiri nitafute hela kidogo nikakope kidogo. Sio kosa. Lakini kukopa alafu unajua wazi kwamba huna uwezo wa kuja kulipa. Lakini hata kukopa kipindi cha mavuno, sasa ikitokea mavuno yasiwepo utakuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima uwe makini kidogo, muombe Mungu kwanza. Kama kuna kibarua cha kufanya kafanye, bora upate hela yako. Na mtu alikuja akaniambia nikopeshe hela kidogo, nikamwambia nitakupa kazi. Nimekuelewa tatizo lako lionalo, lakini nitakupa ufanye kazi, nitakupa hiyo hela, no problem. Lakini tabia ya kukopa ni tabia ya kishetani. Alafu unakuta mtu amechukua hela mkopo, amekaa sehemu anakula chips na kuku. Halina hata aibu. Hela ya mkopo, unaenda kula chips na kuku. Umaskini mara 500.
Hilo ni pepo baya. Hela ya mkopo, unaenda kununua nguo ya Christmas. Kweli? Sio una majini wewe? Yaani bora hata mwenye mashetani. Kuna mambo unaweza kufanyia hela ya mkopo. Sijasema kwamba, lakini uwe na hekima sana kwa namna unavyokwenda. Ni hatua ya mwisho sana. Bwana Yesu asifiwe. Natamani ujue siri za kifedha au fikra za kifedha za ufalme wa Mungu. Cha kwanza, Mungu ndio mwenye mali yote duniani. Chochote ulicho nacho, mali yoyote ulionayo ni mali ya Bwana. Ninashukuru kwa siku ya leo. Ninatambua kwamba chochote nilicho nacho ni mali yako. Ninaomba katika jina la Yesu, tabia yoyote ambayo ni ya umaskini, tabia yoyote ambayo ni ya umaskini katika maisha yangu, kufa kwa jina la Yesu. Kufa kwa jina la Yesu. Kufa kwa jina la Yesu. Roho yoyote ya umaskini ambayo ilimtesa baba yangu, ilimtesa mama yangu, leo ninakukataa. Achia maisha yangu, shindwa milele katika jina la Yesu. Sema, nguvu yoyote ambayo imesimama kati yangu na msingi wa maisha yangu na msingi wa utajiri wangu, ewe nguvu, achia njia katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, kwa imani ninamiliki miliki zangu. Wewe ndiye mpaji wa vyote, utajiri wote ni wako. Roho yoyote iliyoiba chochote katika maisha yangu, narejesha kwa moto katika jina la Yesu. Baba, naomba neema, roho ya utajiri ingia maishani mwangu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema, baba yangu, baba yangu, katika jina la Yesu, aina yoyote ya maagano na roho ya umaskini ambayo yako kwenye maisha yangu, ninayatengua leo. Ninayatengua leo katika jina la Yesu. Bali naingia agano na Mungu wa utele, na ninakuahidi Bwana, nitakuwa mwaminifu kwa mafungu ya 10. Na ninaomba Bwana ukaweke ulinzi juu ya fedha zangu, juu ya mali yangu, juu ya chakula changu, juu ya mkate wangu, kama ulivyosema uachilie madirisha mbinguni na nikabarikiwe Bwana, katika jina la Yesu. Baba, nainua mikono, naomba kibali cha kifedha. Chochote nachofanya, kibali cha fedha katika jina la Yesu. Kibali cha kifedha katika jina la Yesu. Baba, kuanzia leo neema na kibali cha kifedha kikawe juu ya maisha yangu katika jina la Yesu. Muombe Mungu, unajua unahitaji nini. Ongea na Mungu wako asubuhi ya leo. Neema Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika mtamu wa Roho Mtakatifu uwe nasi sote sasa na hata milele. Amen.